Dr. Samia ameshaonesha vitendo, ametujengea kituo cha afya. Leo akina mama wanajifungua, leo watu wanatibiwa meno hapa, wanatibiwa kila ugonjwa huko hapa wanatibiwa, si hivyo? Ameleta fedha hapa zaidi ya milioni 500, sasa hivi nenda 600. Sisi wasaidizi wake ni kuonesha vitendo, sio porojo. Sasa vitendo nimekuja kuonesha mimi mliomchagua kitaifa. Leo hizi gharama ninazotoa hapa ni zaidi ya milioni 8, mwenyekiti. Nimeonesha vitendo. Lazima ujinyime wewe ili wenzako wapate, na ndio uongozi unaonesha alama, sio maneno. Na nilimwagiza mkurugenzi, nafikiri tayari mtendaji anajua. Mkurugenzi alipokea kwa niaba ya serikali kwamba naye ataleta tofali ngapi? 5,000. Makofi kwa Dr. Samia. Mimi ni mneki wa vitendo. Mimi sitaki porojo, nataka vitendo. Alisema nenda kafanye kwa vitendo, utofautishe uongozi. Kiongozi lazima utujitofautishe na mwenzako. Nimemwambia diwani, anzisha. Ukishaanzisha, mimi kila nitakapopata, sio mwisho hapa. Yaani mimi nilivyo mpaka ukuta uishe huu, nitakuwa natoa kidogo kidogo. Yaani haiwezekani eti fence hii inakaa miaka 4 tunasubiri Yesu Kristo ashuke. Haiwezekani. Mlitaka mpate rais kutoka wapi? Rais ambaye ukienda kama hivi ameleta mashine za kung'oa meno, ameleta mashine za kufulia nguo, ameleta ultrasound, amemtuma Mwazelera hapa, ameleta tofali. Makabila chote cha Samia singekuja hapa na bendera. Makofi kwa Dr. Samia. Nani yule mama anaonyesha uongozi wa vitendo? Unataka afanye nini? Ndio jamani, ni inaitwa uongozi imara, uongozi wa Dr. Samia Suluhu. Mama Samia oye! Hapa tutakabidhi tofali 5,000 na simenti 100, zote za thamani ya milioni 8 na laki 2 na hii na mchanga huu ambao mheshimiwa diwani tripu 10 na zimekuja hapa. Ni washukuru sana, ni wasi wana Mbeya kwamba maendeleo yetu yanatokana na sisi wenyewe. Leo Dr. Samia ameweza kutujengea kituo kizuri cha afya hapa, na tumeona mpaka leo watoto 1877 wameshapatikana, wameshazaliwa, na tumeona fedha nyingi za miradi wa hospitali zimeletwa hapa. Nitumie fursa hii, wananchi wote tukatumie nafasi nzuri ya kueleza mazuri na mema ambayo Dr. Samia ametufanyia katika kituo chetu cha afya cha Iyela. Lakini mahala pote tumeeleza namna ya shule alivyojenga, shule ya Ilembo pale amejenga shule nzuri sana. Na tumeona namna Dr. Samia anavyoweza kutatua matatizo ya wananchi kwa vitendo. Ni vizuri sasa kama wana Mbeya tuwe pamoja na tuungane na Dr. Samia kuhakikisha tunayasema mazuri kuanzia kwenye ngazi ya shina mpaka ngazi ya nini, na niwatie shime wananchi. Tuje kuanzia Jumatatu tuanze kuchimba, tujiwekee muda kwamba ikifika mwezi wa 8 basi fence hii iwe imekamilika. Si ndivyo jamani? Tujiwekee muda. Malengo bila muda hayatimii. Si ndivyo? Tujiwekee time frame. Tuwekee nini? Time frame. Ili wamama zetu na huduma hii ambayo Dr. Samia ametupa iendelee kuwa nzuri zaidi. Ni hatari sana kuacha eneo wazi hivi, sababu mtu anaweza karusha jiwe likampata mama mle ndani. Si ndivyo? Basi simenti ni hizi hapa, mfuko 100 mheshimiwa diwani na kukabidhi, na tofali 5,000 zote zitakuja hapa, na zipo hizo zimeanza kuja. Na nimesema sio mwisho, sio nini. Namshukuru mkurugenzi na mkuu wa wilaya hii Solomon Itunda na mkuu wa mkoa kwa kuitikia wito tuliotoa chama. Nilivyoagiza kwamba walete na wenyewe tofali 5,000, wamekubali kuleta tofali 5,000 kwa niaba ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Makofi mengi kwa Dr. Samia. Kwa tufikishe salamu kwa serikali ya mkoa ambayo inaongozwa na ndugu yetu Beno Malisa
na serikali ya wilaya inaongozwa na ndugu yetu Solomon Itunda na watendaji wao wote. Mheshimiwa Mneki, nichukue nafasi hii kwa niaba ya mkuu wetu wa wilaya Mheshimiwa Solomon Itunda na kwa niaba ya mkurugenzi wetu wa jiji letu la Mbeya ndugu Justice Kijazi, walionituma hapa nifikishe salamu za kukupongeza, kukushukuru namna ulivyoifanya na kujitoa kwa ajili ya kituo chetu cha afya Kyela. Umefanya kazi kubwa na hofu yetu ilikuwa ni usalama wa wagonjwa wetu, lakini usalama wa vyombo vilivyopo, sababu Mama Samia ameleta vyombo viko hapa vingi kama ulivyosomewa, vyenye gharama, lakini pia usiri wa wagonjwa. Bila usiri mama au mgonjwa hawezi kuwa huru kutibiwa. Tunahitaji usiri. Kwa hiyo Mheshimiwa Mneki, tukushukuru sana, na kwa kweli umetutendea haki. Umetendea haki wana Kyela, umetendea haki halmashauri ya jiji la Mbeya, lakini umemtendea haki Mheshimiwa Rais. Umefanya kazi kubwa sana, na sisi tunaendelea kukuombea kwa Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu ili uendelee kutusaidia. Ni moyo Mungu aliokupa, sio anayetoa anacho, ni moyo wako ambao Mwenyezi Mungu amekupa, lakini pia una upendo kupitiliza. Hujaanza kutoa hii misaada leo, umetoa misaada katika sehemu nyingi. Nakumbuka nikukumbushe Mheshimiwa Mneki, ukiwa kwenye kikao chako pale City Park uliamua kusaidia kujenga ofisi za kata, na mimi nilikuwepo. Leo hii pia umerudi kusaidia vituo vya afya kwenye idara ya afya, na hata elimu umefanya hivyo. Kwenye elimu pia umefanya hivyo Mheshimiwa Mneki. Mimi ningetamani sana kote nchini waige mfano wa Mneki wetu. Na mimi pia kwa niaba watumishi pia wangu wa idara ya afya wako hapa, wanakushukuru sana kuheshimisha, kwa sababu pia wenyewe kaa hapa walikuwa pia hawana uhuru kabisa. Na mganga mfawidhi wangu yuko hapa, alikuwa kila wakati anasema nimekaa na diwani, lakini tukaa pia na kikao kile cha kamati ya kituo, tunafanyaje kuhusu uwazi huu. Kumbe Mungu amekutuma kwamba kuna ahadi ambayo Mheshimiwa Mneki ataifanya. Tunakushukuru sana. Na ukuta huu tunaomba ulinzi. Ukuta unavyojengwa tusimamie, tuendelee kupa ushirikiano kama alivyosema Mneki, Mheshimiwa mkuu wa wilaya na mkurugenzi watatoa kumsupport kama alivyofanya tofali 5,000 pia, na nimeambiwa na mkurugenzi pamoja na mkuu wa wilaya kwamba hizi zitaanza kufika muda si mrefu.